Wapendwa vijana, siku ya leo nilipofika hapa nilipewa semina kutoka kwa Padre Semda, yote ikiwa imelenga kwenye dhamira ya kipindi hiki, yaani toba, maana tuko katika kipindi cha Kwaresima. Na baadaye imefuata njia ya msalaba, lakini ilikuwa ni ingizo ambalo lilionyesha yale mateso ambayo Kristo alipitia mpaka kufa pale msalabani. Yaani hiyo ingizo ilikuwa kama live tu, nadhani waliokuwa maeneo ya mbele waliona, na bila shaka wamepata uchungu, na inawezekana kuna wengine ambao wametoka machozi, lakini tukumbuke kwamba yote hayo Kristo aliyapitia kwa sababu ya dhambi zetu. Mateso ambayo mliona ambayo Kristo aliyapata ni kwa sababu ya dhambi zetu sisi binadamu, lakini basi Mungu ni mwenye huruma, anatusamehe makosa yetu pale ambapo tunapoyakiri na kumrudia, na ndio tuliosikia katika Injili kuhusu mwana mpotevu, lakini wengine pia husema baba mwenye huruma. Muktadha wa mfano huo au hiyo parable, Kiswahili sanifu cha parable usini, lakini hiyo ndio simulizi kuhusiana na mwana mpotevu, ni kuwa watoza ushuru na wadhambi wengi walikuwa wanamwendea Kristo na kumsikiliza. Sasa Mafarisayo pamoja na waandishi walikuwa yaani wanasheria walikuwa wanalalamika kuona wadhambi wanakwenda kwa Kristo, alafu Kristo anakula pamoja nao. Kwa hiyo walikuwa na manung'uniko hawa Mafarisayo na wanasheria. Ili kuonyesha mtazamo wa Mungu kwa wadhambi, Kristo alitoa mifano mitatu kabla ya huo ambao tulisikia wa mwana mpotevu au baba mwenye huruma. Kuna mifano mingine miwili iliyotangulia ya kondoo aliyepotea kati ya wale 100, mmoja akapotea, mwenye kondoo akawacha, anaenda kutafuta yule, na alipopata alifurahi kabisa. Alafu kuna mama ambaye ana shilingi 10, mmoja imepotea, ametafuta akaipata, na alikuwa mwingine afurahi pamoja naye. Na ya tatu sasa ndio mfano wa tatu ndio huo tuliosikia wa mwana mpotevu. Mifano yote inaonyesha furaha ya Mungu kwa kupatikana kile kilichopotea. Tumeona yote hiyo kilichopotea kiponekana, kulikuwa na furaha. Ni hivyo kwa kweli Mwenyezi Mungu au na mbingu inafurahi kuona kwamba yule ambaye ni dhambi ameamua kuacha dhambi zake na kumrudia Mungu, na kumrudia Mungu inaleta furaha. Kwa hiyo ndugu zangu, tulete furaha mbinguni kwa kufanya nini? Kwa kumrudia Mungu, kwa kujuta dhambi zetu. Sasa tuone huyu tunayemwita mwana mpotevu, uasi wake, uasi wa mwana mpotevu. Huyu mtoto au mwana mdogo huyu aliomba mapema urithi wake kutoka kwa baba yake. Sasa kwa utamaduni wa Kiyahudi ni kwamba ilikuwa mbaya sana, kwa maana inamaanisha kwamba ni kama mtu anamaanisha kwamba natamani huyu mkufa. Alikuomba urithi kama alitamani kwamba huyu mzee amekufa, ili afanye nini? Achukue mali za huyu baba. Kwa hiyo haikuwa kitu kizuri, na hata sasa hivi ipo, kuna watu ambao huwa wanapenda labda baba ambaye ndio mwenye mali aondoke ulimwenguni mapema ili kusudi achukue mali zao. Hapo hiyo kuna sehemu fulani baba ambaye alikuwa na uwezo na akawa mgonjwa, akaingia kwenye koma. Unapoingia kwenye koma, sana sana watu wanakata tamaa, wanaona kwamba basi kilichobakia ni kifo tu. Kwa hiyo
alikuwa na vijana walipoona baba yao ameingia kwenye koma, tayari wakaanza kupanga mikakati ya kurithi zile mali zao. Lakini kufumba na kufungua ikatokea kama kamuugiza hivi, yule baba akatoka kwenye koma akaanza kuongea. Sasa hawa watoto wameenda hospitalini kule, wakakuta baba yao tena ameketi kitandani pale anaongea. Wakaanza kusemezana, dini yetu imepama, yaani tayari dini yetu imepama. Walikuwa wanasubiria baba afe ili kusudi wafanye nini? Wachukue mali zao. Kwa hiyo ilikuwa kitu kibaya kwa huyu mwana mpotevu kwanza kuomba urithi wakati baba yake ni bado anaishi kwa desturi za Kiyahudi, haikuwa jambo zuri. Sasa kuna mambo muhimu ya kutafakari yanayojitokeza katika hii somo la elimu tulilosikia. La kwanza ni kwamba kuna hii dhambi ya kibinadamu na uhuru. Labda kwa Kiingereza tuseme human sin and freedom. Huyu mtoto anawakilisha ubinadamu unaochagua kuwa mbali na Mungu. Tuko huru. Mwenyezi Mungu alipatia huru. Sasa huyu mtoto kwa kweli ameonyesha kwamba ametumia uhuru wake, anataka kuwa mbali. Kwa binadamu anatumia uhuru wake kuwa mbali na Mungu. Hapa nadhani inaonyesha kwamba kuiacha nyumba ya baba yako, unapoiacha nyumba ya baba, unapoondoka katika utawala wa baba yako ukienda mbali. Kwa sababu nini? Unaona, ukikaa chini ya utawala wa baba yako anakubana, anakubana. Kwa hiyo unaamua kutafuta uhuru, unaenda mbali kabisa. Kinachofuata nini? Kwa kweli ni balaa. Kinachofuata ni balaa. Angalia kwa mfano hao watoto tunaoita watoto wa mitaani ambao wana wazazi wao, lakini wanafika mahali wanakimbia, hawataki kuwa katika utawala wa baba yao. Wanaondoka huko sijui vijijini huko, wanakuja wapi? Wanakuja mijini huku. Matokeo yake utakuta wamelala kwenye barabara huko, wamelala wapi kwenye madaraja kama pale Ubungo na hiyo jana ametakazaga huko na mnaipako, ili kwamba wametaka kuwa mbali na uhuru wa utawala wa baba yao. Sasa kinachotokea ni kwamba ni maafa. Ni hivi ndivyo binadamu anapotenda dhambi, anafanya nini? Anajiweka mbali na utawala wa Mungu, anakataa kufuata maagizo ya Mungu, na kinachofuata kwa kweli ni maafa. Kinachofuata ni maafa. 2, ndoto ya uhuru. Kingine ni ndoto ya uhuru, illusion of freedom. Yaani sasa kwamba anapotaka uhuru, ukipenda anataka huko baadaye kwamba anataka niwe huru, nisiwe chini ya mamlaka ya baba. Nini ninachotaka huko baadaye? Sasa huyu mtoto aliuza kila kitu na kwenda kutumia mali yake, ile mali aliyopewa na baba yake katika ukahaba. Ndivyo tulivyosikia. Sasa na huko ni kwamba kilichompata nini? Huku ni anajikuta katika hali ya kufanya nini? Hali ya kuwezeka kimaadili. Maana alipoenda kule alitumia vibaya ile mali. Tunaambia kwamba katika mambo ya kutumia mali na makahaba. Kwa hiyo kuna kukengeuka kimaadili. Unapotoka katika utawala wa baba ambaye anakuelekeza, unaingia kwenye maafa. Ni kama alama za barabarani. Alama za barabarani zinakuongoza wewe unaendesha gari, inakwambia kwamba kuna kona kali. Sasa ukipuuzia hiyo kwamba kuna kona kali, utajikuta unaingia wapi? Unaingia bondeni huko. Au kuna alama kwamba ya daraja, usipopunguza mwendo unakwenda kutumbukia kwenye daraja. Naona. Kwa hiyo anayejitoa katika nini? Katika ile mamlaka ya baba, kwa kweli anaishia katika maangamizi. Kwa hiyo kimaadili, kwa kweli naona huyu kijana
kweli alishiria vibaya, hata kiroho kwa kweli, yaani kiroho pia amejikuta katika utupu, yupo mbali na Mungu. Na matokeo yake ni nini? Matokeo yake inafika mahali hata mtu anakata tamaa. Mtu anakata tamaa kabisa. Unapokuwa mbali na Mungu, unapokuwa mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu anayetuagiza, kwa kweli mara nyingi unajikuta unatumbukia katika ubaya zaidi. Au kijana ambaye anayetoka katika utawala wa baba yake anatafuta uhuru, anajikuta anafanya nini? Anaingia katika hali ambayo ni mbaya zaidi, anapenda, anateseka na mwishowe anakata tamaa. Sana matokeo yake unaona hata katika uhalisia maisha. Unapoona kijana anaamua kuingia katika kutumia madawa ya kulevya, anaamua kutumia bangi na kadhalika, vitu vya namna hiyo. Kwa nini amefikia hatua ile? Amefikia hatua hiyo kwa sababu kuna mahali ambapo kimaadili amekengeuka, amefika mahali akakata tamaa, anaamua sasa sema vile wale wanaamua kuvuta bangi, anaamua kutumia madawa ya kulevya na kadhalika. Alafu tatu, kuna kushuka hadi kijumla. Kuna kushuka hadi kijumla. Sasa huyu kijana mdogo alipotoka kwa baba yake kwenda huko, yaani alishusha hadi, kwa sababu alishiria katika nini? Katika kutamani hata kula chakula ambacho nguruwe wanachokula. Na kwa Wayahudi ilionekana, kwa Wayahudi nguruwe ilikuwa na najisi. Kwa hiyo kwa kweli alijikuta katika hali ya kujishusha vibaya kabisa huyu kijana mdogo. Sasa ni hivyo pia, hivyo anayekiuka maagizo ya Mungu atafika mahali yaani heshima yake inaporomoka moja kwa moja. Wewe ni mwanafunzi, uishi maadili vizuri, kama ni binti unajikuta labda unapata ujauzito tayari pale nini, yaani hadi yako imeshuka kabisa. Badala ya kuwa sasa ni kuwa binti, unajikuta kwamba wewe ni mama, unajikuta wewe ni mama. Unaona? Kwa hiyo umejishusha hadi kabisa. Au mtu anaingia katika tabia labda ya wizi, au nini, mtu anapoingia katika tabia kama ya wizi au kutenda uovu fulani hivi, anajikuta labda anafungwa gerezani. Sasa hali yako imeshaporomoka kutoka katika hali ya kawaida kijana ambaye alikuwa na nguvu, afu sasa unakuta kwamba wewe ni mfungwa. Kwa hiyo uone jinsi gani dhambi inavyoweza kutufanya tunapokuwa mbali na Mungu, tunaishikia baya kabisa, hata ule utu wetu unaporomoka kabisa. Sasa ndugu zangu, ndio yaliyopata huyo kijana. Sasa kuna pale alifika, baada ya kuona mambo ni magumu, anafika mahali sasa kuna toba, anaamua kufanya toba, arudi kwa baba yake. Na hii toba ilianzaje? Alipata akili, akafikiri, alizingatia moyoni mwake, akasema ni watumishi wangapi kule kwa baba yangu wanakuwa na kusaga, na mimi natabika hapa. Kwa hiyo